Mwanadamu hataishi kwa mkate tu, ndo maana yake. Ataishi kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Bwana. Kwa sababu aina hii ya uzima inategemeana na neno ili iweze kuishi. Ili iweze, yani inakuwa sustained au inaweza kurutubishwa, kujengwa, kuhifadhiwa, kutunzwa na neno. Ukimtoa samaki kwenye maji, hawezi kuishi kwa sababu maji ndo asili yake. Sawa? Ndio. Ukiungua mti kutoka kwenye ardhi, itakuwa vigumu sana kuweza kusurvive kwa sababu unahitaji ule udongo uweze kuishi. Yes. Kwa pia mwanadamu ukimtoa nje ya neno hawezi kusurvive sababu umezaliwa kwa neno. Mtoto wa Mungu anasema wengi hutembea maishani bila kukutana na kweli za msingi za Ukristo katika neno la Mungu juu ya Ukristo hasa ni nini na Mkristo hasa ni nani. Kuna hivyo vitu viwili inabidi uvifahamu kwamba Ukristo ni nini hasa. Yaani kusema huu ni Ukristo, Ukristo ni nini? Ukisema mimi ni Mkristo, kiuhalisi kabisa hasa unamaanisha nini? La gradiba la bazigabaya. Sawa, pesi lakini pia huko mbali sana na ufalme. Yes, lakini zaidi ya mfuasi mtumishi. Naomba nitumie mfano. Inawezekana wewe una mfuasi wa timu fulani ya mpira, sio? Au shabiki, au mfuasi wa jamaa fulani. Usiseme jamaa anaishi ndani yako. Usiseme ile timu inaishi ndani yako. Ni mfuasi wa ungesema wa chama fulani hivi cha siasa. Sio hivyo? Mrengo fulani. Swali je, ule mrengo unaishi ndani yako? Ndio maana kuna wengine wanaongea A lakini wanafanya B. Umeelewa? Mambo ya kitight ya kibanwa sehemu anakimbia ule mrengo. Sio hivyo? Yes. Sasa Ukristo ni uhalisi, ni uzima wa Mungu ndani ya roho ya mwanadamu. Unadhihirika kwenye kila eneo la maisha yake. Bala kasiki bala paraboros. Kwa hiyo ungesema labda niendelee alafu tutakuwa na namna ya kudadavua hapo katikati. Anasema hii ni kwa sababu hawasomi Biblia zao. Hata hivyo Yesu alituamuru tuyachunguze maandiko. Kwa maana nyingine kwamba ukichunguza maandiko, ukiyasoma, utagundua kiuhalisi Ukristo ni nini na Mkristo ni nani. Mkristo anapaswa kuwaje, aenendeje, awazeje, afikirije. Maisha yake yanatakuwa katika mtazamo gani, fikra gani, mwelekeo gani.